kulauana. Lakini katika kukaa kwenye fungu hilo, tusikae katika kubweteka tukafikiri kwamba ataendelea kuchukuliana na sisi. Kuna wakati huwa anafika ukomo, na ukomo wake ukishafika hakuna mtu anaweza akamrudisha nyuma. Ndio maana kuzimu kuna wanaolia sasa hivi, lakini hawana uwezo wa kumrudisha Mungu nyuma akareverse ile adhabu akaiondoa. Ilishafika mahali imegoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu ambaye tunayetakiwa kumfahamu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Kwa tunapozungumza habari za Roho Mtakatifu na utendaji wa Roho Mtakatifu, tunazungumza habari za Mungu kutenda kazi ndani yetu. Tunazungumza habari za Mungu kutenda kazi ndani yetu. Na yeye anatenda kazi ndani yetu. Alisema kwenye Mathayo 28. Alisema kwenye Mathayo 28 mstari ule wa 10 mstari wa 20, ule wa mwisho kabisa. Akasema hivi. Wacha nianze 19 ili kupata maana. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata utimilifu wa dahari. Sasa Mungu anakaa na sisi. Kwenye Yohana sura ile ya 14, Yohana Mtakatifu sura ya 14 anasema, Yohana sura ya 14 mstari wa 23 anasema, taanza 22. Yuda si Iskarioti akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sasa hapa tunaanza kuona mgawanyo wa vitu. Huyu Yesu aliwaambia anataka kujidhihirisha kwao. Huyu anauliza swali, kwa nini wewe wataka kujidhihirisha kwetu na sio kwa ulimwengu? Kwa sababu neno limesema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana. Wewe uliletwa kwa ajili ya ulimwengu. Kwa nini wataka kujidhihirisha kwetu tu? Ndio sasa anamwambia kwamba hapa inahusu kulishika neno, kushika agizo. Namna gani mtu anaweza akapata nafasi hiyo? Ni kweli nimekuja kwa ajili ya ulimwengu, lakini sio kwa kila mtu ulimwenguni nitaweza kujidhihirisha kwake, ila ni kwa wale tu ambao watakao shika neno langu. Sasa tunakuja, neno ni nini? Neno ndio Kristo Yesu. Alafu anasema Baba yangu atampenda, nasi. Sasa anazungumzia nasi, kwa maana anazungumza habari za utatu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watakuja wakae ndani yako. Kwa hiyo ukamilifu wake Mungu utakaa ndani ya mtu. So tukisema Roho Mtakatifu ni nani, na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anatakiwa akae ndani ya kanisa. Ina maana, mlete mtoto wako. Wewe Salome, mlete mtoto wako. Mlete mtoto hapa. Kama mama yake amfundisha adabu nyumbani, mlete hapa. Maana amekuwa ni fujo sana ndani ya kanisa kila siku. Mlete hapa, mkalishe pale. Na usitoke hapo mpaka ibada inaisha. Utakaa hapo, hautatoka hapo
Salome, kaa naye hapo, hautatoka hapo. Kaa hapo. Mama, naomba ukae na huyu mtoto umfundishe adabu. Shetani anapita sana. Na ni muda mrefu sana na tumeshasema. Naomba ukae na yeye, uwe unasema naye anapokuja kanisani, muelekeze, mfundishe mnaenda wapi. Sawa? Mfundishe mnaenda wapi. Usichukue kwamba huyu ni mtoto tu. Shetani anapitaga kwa watoto sana. Anawafinya hata watoto kanisani, unasikia watoto wanalia tu, wanalia. Kumbe wamefinywa kwa sababu hakuna anayejua. Kwa hiyo ibada inaharibika. Elia, ukichoka utanyamaza. Sisi tunaendelea. Kwa hiyo tunaona mama, njoo kae na mtoto. Mama mwenye mtoto, njoo kae na mtoto hapa. Njoo kae na mtoto hapa. Salome, rudi kakae kwenye kiti chako. Njoo kae naye hapa. Kwa hiyo anaambiwa tutakuja kufanya makao kwake mtu huyo anayelisikia na kulishika neno la Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona Utatu Mtakatifu umekaa pamoja. Mungu Baba. Nehemia, wewe achana na huyo mtoto, wewe muache, achana naye kabisa. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu wanafanya makao ndani ya mtu sasa. Sasa mimi hapo ndio swali najiulizaga. Anakaaje huyo Mungu ndani ya mtu ambaye ndani ya huyo mtu kuna zinaa? Anakaaje huyo Mungu ndani ya mtu, ndani ya moyo wa mtu ambaye moyo wa mtu ni makao ya pepo mwongo, pepo zinaa, pepo mwizi, yaani nazungumza kwa namna hiyo. Labda mimi nina pepo mwongo, mwingine pepo hivi. Huyo Mungu huyo tunayesema anayelindwa na maserafi wanaolinda utakatifu wake kwa moto. Alafu amefanya makao ndani yangu, anakaa ndani yangu. Alafu zinaa ikapenya, uongo kapenya, sijui nini ikapenya. Sio kwamba imepenya tu ikaja na ikatoka. Inapenya na imefanya makao ndani. Inawezekanaje hawa watu wawili wakakaa pamoja? Ndio leo tuweze kuelewa wokovu kwa sura ambayo tunaenda nao. Ni kitu ambacho ni hapana. Sasa tunapozungumza ama tunapojifunza kwamba utukufu wa Mungu uende na sisi, ni Mungu kwenda na sisi. Na Mungu kwenda na sisi haendi na sisi kwa nje, anaenda na sisi akiwa ndani yetu. Na akiwa ndani yetu tuliangalia tukaona ni namna gani ambavyo natakiwa kutengeneza makao yangu ili mfalme wa utukufu aingie apate makao yake. Ili makao yake yakishapatikana, akikaa utukufu, mimi niko free na utukufu. Sihitaji kufunga na kuomba. Na uita utukufu kutoka wapi wakati yeye katika utatu wake wanakaa ndani yangu? Sasa wanapokaa ndani yangu kwa sura hiyo sasa, ama Mungu anapokaa ndani yangu katika utatu wake, ndipo sasa Roho Mtakatifu huingia kwenye utendaji wake. Sasa ile sehemu ya utendaji nitawaeleza tu vizuri, tutaenda polepole mpaka tutaelewa. Roho Mtakatifu ile sehemu yake ya utendaji huanza kuingia kwenye kufanya kazi, na kazi itakayoanza kufanyika inafanyika kwa sababu yeye mwenye mimi ambaye ni Mungu yuko hapo. Roho Mtakatifu ataingia kwenye utendaji akipitia neno, kwa sababu neno mwenyewe ni Kristo, yuko hapo. Hafanyi kazi akiwa peke yake. Haya ni makosa makubwa sana kanisa tunatembea naye. Hafanyi akiwa peke yake. Anafanya kwa sababu mwenye mimi muumba wangu yuko hapo. Mwenye mimi mkombozi wangu ambaye ni neno, ni Kristo, yuko hapo. Kwa hiyo yeye ambaye ndiye Mungu sasa katika roho, katika kile kitengo,
anaanza kufanya kazi yake, na kazi zake anazozifanya zinatokana na kile ambacho kiliwekwa. Mungu alishatengeneza system tangu mwanzo na akafunua kupitia watumishi wake. Tunazungumza habari ya manabii, hivyo amesema kupitia Biblia, manabii wamesema, watumishi wake mbalimbali wamesema hivyo, na mitume wamesema. Na sisi bado leo hii kama watumishi wa Mungu tunaendelea kusema, anafanya kazi ndani yangu mimi. Sasa yeye kuna kitu kinaitwa sheria ndogo ndogo. Kuna serikali kuu, alafu kuna serikali ya halmashauri. Si mnafahamu ya halmashauri ya mji sijui nini, manispaa mnaita sijui kitu gani. Manispaa wana sheria zao ndogo ndogo ambazo kwa sheria hizo ndo zinawapa wao kutimiza kanuni za sheria zile kuu, ili wao waweze kufanya kazi kulingana na kile ambacho ile sheria mama tuseme sasa, ambaye ndio tunaizungumzia sheria. Mtu mahakamani anaambiwa umevunja kitengo hiki, umevunja sijui nini, umevunja sheria namba hii na nini na nini, sheria mama. Hawa yani huu utendaji wa kawaida huku chini ndio umetengenezewa hizo sheria ndogo ndogo, ili hawa kwenye halmashauri ya mji hao si manispaa nini, wamevunjiwa, yani kama vile mkate alafu ukamtolea ukanyofoa kwa mtoto ili impe wepesi wa kuchukua kipande kimoja hali. Asihangaike na huo mkate mzima, ajui namna ya kuukata, mtoto bado mdogo. Kwa hiyo mama anakatakata anamwekea hapo. Kwa hiyo mtoto kazi yake ni kuchukua na kula. Kwa hiyo hawa wanapewa hiyo sasa ili waweze kutendea kazi hayo, kwa sababu wao sasa ndio wanahusika na watu. Zile sheria ndogo ndogo ndio sasa zinawasaidia watu kuweza kutimiza sheria kuu. Roho Mtakatifu sasa mimi nitasema kwa kanuni hiyo, ziko sheria ndogo ndogo ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuingizwa kwenye utendaji, na mtendaji ni Roho Mtakatifu. Yesu Kristo aliposema habari za Roho Mtakatifu kuachwa nyuma ama kuletwa kwetu, akasema ataachwa kwetu afanye nini na nini, ambayo tutakuja kuangalia baadaye. Tayari settings zilikuwa zimeshawekwa, na sio leo. Tangu mpango wa ukombozi baada ya anguko, ilitambulika ya kwamba huyu Roho atakapokuja kukaa na sisi, kazi yake itakuwa ni nini. Kwa nini nasema hivi? Ukienda kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, inatuonyesha ni namna gani ambavyo uumbaji wa Mungu ulifanyika. Na uumbaji wa Mungu, hiyo mstari wa 1 na wa 2 nafikiri labda, ama wa 1, wa 2 na wa 3. Asema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aliumba mbingu, aliumba nchi. Nchi ilikuwepo, mbingu ilikuwepo, lakini hakukuwa na utendaji. Sasa alipotaka kufanya kazi yake, sasa kufanya uumbaji ama kutekeleza azma yake ya kila alichotaka ama alichokusudia katika kuumba, ndio tunakuta sasa sura ya 2 inaonyesha hali ya nchi ilivyokuwa. Hali ya nchi ilikuwa ni ukiwa tena utupu. Nchi ilikuwepo, lakini ilikuwa haina uwezo, haina kitu cha kuweza kuonyesha ama kuzalisha, kwa sababu hakuna kitu kilishafanyika hapa. Kwa hiyo anasema ilikaa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji hayo. Kwa hiyo sasa huyu Roho wa Mungu aliachiliwa aweze kutulia juu ya uso wa maji hayo, kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa kimekusudiwa kufanyika. Na Yesu Kristo kwenye ile Yohana sura ile ya 15, 14, 15 mpaka 16 amezungumza sana habari za Roho Mtakatifu hapo, na akasema, hakusema kwa upana, alieleza tu kwa ufupi kazi ambazo Roho Mtakatifu atakuja kuzifanya. Na ni kwamba mimi ili niweze sasa kuyaishi hayo maisha ambayo yeye Yesu ameyaleta,
ambaye ametokana na mpango wa Mungu baada ya anguko, akatengeneza huo wokovu mpaka ndio taifa la Israeli na bla 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 mpaka agano la kale likaisha. Sasa inafikia wakati wa kutimiza ile azma yake ya kwamba ndio Yesu amekuja. Lakini Yesu amekuja akaleta ule uzima, akauachilia. Ndio maana wale wanafunzi Yuda aliuliza, kwa nini wataka kujidhihirisha kwetu na sio kwa ulimwengu? Kwa sababu walitazamia ya kwamba kila kitu ambacho Yesu angefanya lazima akifanye in public na ulimwengu ujue, kwa sababu alikuja kwa ajili ya ulimwengu. Sababu neno linasema Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima. So why sisi 12 peke yake? Kwa nini sisi? Sisi ambaye hata mji huu tu wenyewe hatujaenea, bado kuna watu wengine. Kwa nini kwetu? Yesu Kristo alikuwa na sababu, kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa hajafunuliwa bado. Ukienda kwenye Yohana Mtakatifu sura ile ya 7. Yohana Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 37 anasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Umeona? Kwa maana Roho alikuwa hajaja. Yaani wakati wa Roho kuachiliwa ulikuwa bado. Kwa hiyo alisema hayo kwa sababu ilikuwa sasa ndo atakuja kumwachilia sasa huyo Roho Mtakatifu ambaye ndo atafanya hii kazi sasa ndani ya mtu. Lakini wakati huu anasema huyo Roho alikuwa hajaja. Alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kipindi chake cha kumaliza kazi kilikuwa hakijaisha, ili ndo Roho Mtakatifu aingie kazini sasa kwenye sehemu yake. Sasa hizi ni ofisi zimekaa kiutendaji. Wengine ndio ile nikasema kwamba wengine kwa kutokuelewa wamesema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna miungu mitatu. Wengine wamesema hivyo, wengine wamesema vile, wengine wamesema vile. Lakini ukweli ni kwamba Mungu ndio huyo mmoja. Lakini sasa hapa ndo tunaanza kuona anavogawanyika kwenye utendaji. Mimi ni mtumishi wa Mungu, kiofisi mimi ni mtumishi. Ni mwanamke. Nyumbani mimi ni mama, ni mzazi. Nuko kwa nyumbani mimi ni mke, kwa sababu ni mwanamke. Je, inafanya kuna Helena watatu? Ni mimi mmoja, lakini kila mahali nakuwa kwa sura hiyo kwa ajili ya kufanya hicho ambacho kimekusudiwa kufanyika huko. Ndio maana nikiwa nyumbani kama mama, watoto wataniita mama. Hawezi kuniita mtumishi wala hawezi kuniita mchungaji. Hawezi kuniita sijui askofu, sijui hiyo, haya majina hawezi ita. Wao hata kama wataolewa wataoa, hata kama watafika miaka 50 na mimi nikawa na miaka 70 80, bado neno lao litabakia hilo moja, mama. Hata kama nitakuwa nimefika miaka 100, hakuna siku wataniita bibi. Nitabakia kwao kuwa mama, kwa sababu kwangu wao ni wana. Sasa ndivyo ambavyo inavyofanyika hapa. Kwa hiyo tunaona hapa Yesu Kristo alikuwa anazungumza, anasema na hao wanafunzi, na akiwaambia watu wakawa waelewe anazungumza nini. Ndio Yohana huyu anasema, alisema habari za Roho, kila mwenye kiu na aje. Kwa sababu anazungumza habari ya yeye akimaliza kazi, maana atatukuzwa akifika msalabani. Akimaliza kazi ya msalabani ndio anatukuzwa sasa. Akisha tukuzwa, Roho Mtakatifu anaingia kazini. Ndio maana yeye mwenyewe akasema, jamani, nitawaletea huyo msaidizi. Lakini huyo msaidizi hata kuja ila mimi nimeondoka. Lazima mimi niwe nimeondoka, kwa sababu hizi
Sio kwamba ni vipi, lakini hizi ni mgawanyo wa kazi ambao kazi hii haiwezi kufanyika kabla kazi hii haijakamilika. Kwa hiyo kazi hii ilikuwa lazima ikamilike. Ndio maana Mungu katika Agano la Kale, katika kutembea na taifa la Israeli, alikuwa na majina kadhaa. Anaweza akaitwa Bwana, ambapo leo hata Yesu tunamuita Bwana. Alikuwa anaweza akaitwa, ukisoma Biblia utaona kuna sehemu zingine anaitwa Bwana, kuna sehemu zingine anaitwa Mungu, kuna sehemu zingine anaitwa malaika. Unaona? Sasa hayo ni majina kwa sababu Mungu alikuwa yeye kama yeye akitenda kazi kwa taifa lake ama katika ulimwengu kipindi hicho, kwa sababu alikuwa hajafikia kwenye ile azma ama ile wakati ambao ndo alikuwa anaukusudia kwa ajili ya kugawanya sasa yale majukumu, nani anafanya nini na kwa jinsi gani. Sasa ilipofika kwamba sasa imefika wakati timilifu wa ukombozi, alikuja kama Yesu. Aliuvaa mwili akaja duniani. Ukisoma hapa mwanzo nilishafundisha, sasa sijui kama ni darasa ni wapi. Nikasema kwamba akasema tumeona hapa roho ya Mungu ikatulia. Hakusema roho wa, alisema roho ya. Kwa maana yake ni roho ikaayo ndani yangu, yani ni mimi lakini kilichoko ndani yangu. Yule mimi wa ndani ndio huyo alitoka akakaa kwenye uso wa dunia, uso wa ulimwengu, uso wa maji. Akakaa pale akiangalia namna gani nini kitakuwa wapi. Alafu yeye huyo kila kitu kilipokuwa kimekaa katika namna yake, kwamba hiki kitakuwa kile, hiki kitakuwa kile, kitakuwa hapa, itakuwa vile, akaanza kutamka kwa kinywa chake. Akasema na iwe nuru, na nuru ikatokea. Nuru ilitokeaje? Kwa sababu kulikuwepo na sehemu ya pili ambaye ndio hiyo Yesu anasema, na alikuja, nuru ilikuja ulimwenguni, lakini watu wakapenda giza kuliko nuru. Sasa yeye akasema akiwa anaumba, na Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Hilo neno lilikuwa wapi? Ndio hilo lilitoka ndani yake. Kwa hiyo Mungu alikuja duniani, akauvaa mwili, akazaliwa kama mtu ili auvae mwili wa kibinadamu, kwa sababu dhambi haiwezi kuhukumiwa katika mwili wa utukufu. Na yeye ndo alikuwa lazima aihukumu dhambi, atukomboe. Yeye ndio mwenye sisi, ndio mwenye mali, ndio muumbaji. Kwa hiyo ilikuwa lazima aje akalipe ile dhamana ya ukombozi, ili sisi tuweze kuondolewa kwenye mikono ya adui, tutoke kwenye mikono ya shetani. Ndio maana hakuna hata malaika yeyote angeweza kule mbinguni kuja kufanya kazi ya ukombozi. Ilimtaka Mungu mwenyewe. Na ndio sasa katika nafsi yake ya pili, ambayo ndio sasa tunasema nafsi ya pili, Yesu Kristo, ndipo kuvaa mwili, kwa sababu alizaliwa kama mtu, lakini ndani alikuwa Mungu. Biblia inasema, ni vile sasa siwezi kutafuta hapo mahali, anasema alizaliwa Yesu ambaye ndiye ambaye jina lake ndio Kristo. Kwa hiyo sasa ukienda kwenye Biblia, hata kwenye agano kwenye Biblia utakuta kuna sehemu zingine wanasema roho wa Mungu, sehemu zingine wanasema roho wa Kristo. Kwa maana yake ni kwamba hizi ni ofisi za kiutendaji. Roho ni huyo mmoja. Sio kwamba kuna sio roho wa Kristo sio anafanyaje, alafu kuna sio roho wa Mungu. Sasa mwingine ataondoka na doctrine yake hapo na liturujia yake, tena kusema kwamba kuna roho wawili. Roho Kristo ana roho wake. Huyo Kristo ndio roho yenyewe. Sasa Yesu ndio mwili. Biblia inasema Mungu ni roho. Tena Wakatoliki wanatafsiri vizuri sana. Tulipokuwa tunakwenda mafundisho ya komunyo, Mungu ni roho, haonekani, hashikiki. Kwa hiyo ukimtafuta Mungu huwezi kumpata. Ukimtafuta huwezi kumpata. Ndio maana hata alipokuwa anasema na Musa aliona kichaka kinawaka moto. Hakuona sura ya Mungu. Ni kichaka kilionekana, lakini kina moto usioendelea, yani usiopanuka, usiozimika. Ndio kikamfanya kuona kwamba hapana bwana,
Moto kawaida yake, na hapa ni kwenye majani, kwenye mbuga, ina maana kwamba moto utatembea na majani. Huu ni moto gani ambao umekaa mahali pamoja, usio hauishi, hauteketei? Jani la huku limebaki vile vile yanayozunguka, alafu moto tu unawaka. Akasema ngoja nisogee, ndio akaambia usisogee. Ndio anamsikia Mungu anasema sasa. Anasema ndani ya ule moto. Na Biblia inamtamka Mungu kama moto ulao. Anaambia usisogee. Kwa nini? Kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Vua viatu vyako. Maana hapa mahali unapopakanyaga ni mahali patakatifu. Palikuwa ni patakatifu kwa sababu sasa hiyo ndio wale maserafi walikuwa wamezunguka, wanamlinda katika ule moto. Haonekani. Nenda kamtafute Mungu mahali kokote uweze kumuona. Ndio maana wanateolojia wale ambao ndio tunasema ni wasomi, wamesoma, wamemtafsiri Mungu kwenye akili zao za kibinadamu. Wengine wakasema ni nguvu fulani, wengine sio wakasema sio ni nini. Ndio mwingine akiona sio kitu gani kimekaa vipi, kama akieleweka anasema huyu ni Mungu. Mwingine, kwa hiyo akili za kibinadamu inajaribu kumtafsiri Mungu kwa sababu hakuna jinsi Mungu anaweza kuonekana. Na hayo ndio makosa ambayo wanadamu tunayafanya. Kwamba Mungu haonekani, ila Mungu alionekana. Na alionekana kama mwana pekee aliyetoka kutoka kwake akaja, ambaye aliitwa Yesu. Alizaliwa kama mwanadamu ambaye ni Yesu. Ndio maana kuna watu duniani wanaitwa Yesu. Hilo jina halina dhambi, hata wewe kazae wako muite Yesu, hakuna shida. Lakini yeye mwenyewe katika utukufu ndiye Kristo, sio Yesu. Yesu sio yule anayekaa mambo katika ule utatu. Yesu ni yule aliyekaa ndani ya tumbo la Mariamu ili azaliwe katika mwili. Kuna mtu anaelewa anasema nini? Ni mbegu ya wanadamu iliyotungishwa ndani ya tumbo la Mariamu, na aliyeweka ndani ya tumbo la Mariamu ni Roho Mtakatifu. Ndio aliweka ile mbegu. Kwa nini yeye ndio aliyoweka? Kwa sababu ndio aliyekuwepo katika uso, akiwa ametulia kwenye uso wa maji kabla ya uumbaji. Kwa hiyo bila yeye hakuna uumbaji. Yeye ndio huyaweka mazingira. Yeye ndio huangalia mazingira. Yeye ndio huona mazingira. Yeye ndio huona mahali gani nini kifanyike. Kwa hiyo ile feasibility study, ile utafiti ambayo ulifanyika na Roho Mungu kwamba ni nani ndio anayepashwa. Kwa hiyo tunamuona Roho Mungu sio hapa mahali Yesu amekuja kusema habari zake kwenye hii Yohana anayosema. Yohana nimesema kuanzia 14 mpaka 15 huko mpaka 16 akisema habari za Roho Mtakatifu. Yohana 15 anasema mstari ule wa 6. Mstari ule wa 6 anasema 16, sura ya 16, sio 15. Sura ya 16 anasema mstari wa 6, ila kwa sababu nimewaambia hayo huzuni imejaa mioyoni mwenu. Amewaambia nini? Amewaambia habari za kuondoka kwake. Nianze mstari wa 5. Anasema lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Anazungumza habari ya Kristo kurudi kwao. Naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo huzuni imewajaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Kwa maana yake unaona sasa huo ni mgawanyo wa kazi. Huyu ameletwa na amekuja kwa awamu yake akamilishe kazi yake, ndipo sehemu ya 3 iingie na kukamilisha. Then ndio maana tunasema hakuna wokovu tena. Yaani jamani, tumeambiwa asubuhi, tumeambiwa ni nini? Game of chance. Ndio umetuambia hivyo. Tumepewa nafasi ni ya mwisho kwa sababu utatu wake Mungu umekamilika katika utendaji kwenye wokovu. Kwenye agano la kale ulikamilika, lakini katika mmoja alikuwa ni Mungu kama Mungu. Ndio ambaye nimesema habari ya Musa alipokuwa anaenda na taifa la Israeli, alipokuwa anapiga huko anawatetea. Ndio maana unaona hasira yake